Ndugu zanguni, ni mkaribishe kidogo dakika 5 ndugu yangu Mwaipopo ambaye ametoka kwenye Uyahudi muda mrefu kidogo. Na shukuru Waislamu, saizi angekuwa Marekani anakula kitimoto huyu, lakini Mungu amemjalia kuwa Muislamu, lakini hawezi kusema sana kutokana na sauti yake. Tunampa dakika 5 tu azungumze, alafu aje Othman Habibu Mazinge na tunayemhubiri mwingine hapa inshallah. Naona meza imependeza, namuona Dr. Sule naye anaingia, kwa hiyo meza imependeza. Wale watu wenye maswali walionitumia message wakaniuliza mnamuelewaje Yesu, nao message yao. Sisi tunamuelewa Yesu kama nabii. Majibu yamekwisha tolewa na inshallah watu wataelewa. Bwana, ndugu yangu, kaka yangu, njoo useme na Waislamu kidogo, mshukuru Mungu kukupa afya njema mpaka sasa hivi unatembea. Ulikuwa ICU wewe, shukuru sana Mwenyezi Mungu inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Watukufu Islam, baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu kwa sifa zake tele na ziada za rehema kumfikia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama mlivyosikia na muendesha hadhara ndugu yangu Saidi Mwaipopo, ni kweli ni ndugu yangu kwa sababu kwanza tunatoka mkoa mmoja, lakini kadhalika kabila yetu ni moja na imani yetu ni moja toka kabla ya kuwa katika imani hii tukufu ya Uislamu, imani ya kweli, imani iliyofundishwa na Mwenyezi Mungu kupitia mitume na manabii wake wote. Manabii laki na 24,000 na mitume 313. Wote hao hawakuwa katika dini nyingine isipokuwa dini ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Uislamu kifupi, madaktari wamenikataza nilipoongea kwa sababu ya mitihani ambayo ilinipata na kugundulika na madaktari. Wa kwanza kabisa ilikuwa ni hospitali ya Mnazi Mmoja Zanzibar. Baada ya kuwa huku nimehangaika sana huku bara na nimepima vipimo mbalimbali, hawakuweza kubaini tatizo langu ni nini. Na hii ilikuwa mwaka 2012 nilipokwenda Zanzibar katika shughuli zetu hizi za kidawa. Ilitokea siku moja wakati baada ya swala shapata na chakula naenda kulala, nikawa kila nikijaribu kujilaza kitandani pumzi zinakata kabisa. Siku hiyo nilihisi kama malakal mauti ananitembelea kutaka kuchukua roho yangu. Kwa hiyo sikuweza kulala kama tunavyofahamu kulala. Nililala kwa mkao wa kukaa mpaka kukabili salati alfajiri. Baada ya swala alfajiri nikamkia hospitali ya Mnazi Mmoja ambayo ndio hospitali kubwa Zanzibar. Ndio akabaini tatizo langu kwamba moyo wangu ni mkubwa, na baada ya hapo nikaanza kupata huduma za kimatibabu. Baada ya kumaliza shughuli zetu kule za kidawa Zanzibar, niliporudi huku, wakati naendelea kupata matibabu yangu, kadhalika ikafikia hatua hali yangu ikawa inazidi kuwa mbaya sana. Mwisho wa siku nikagundulika kwamba mbali na kwamba moyo umekuwa mkubwa, lakini kadhalika mishipa ya moyo wangu imeziba.
na hivyo natakiwa nifanyiwe kufurashiwa moyo. Nikiwa katika hiyo hali ya matibabu, Jakaya Kikwete pale inaitwa JKCI, Jakaya Kikwete Cardiac Institute Muhimbili, vilevile ikaonekana kwamba nina tatizo la goita au kitaalamu anaitwa thyroid, jambo ambalo lilipelekea nipelekwe Ocean Road kwa ajili ya kupata matibabu ya thyroid ama goita. Kwa hiyo nikawa na matatizo mawili, na tatizo la moyo, na wakati huo na tatizo tena lingine la goita. Hii goita ni maradhi makubwa sana, na yana gharama kubwa mno, na huwa yanahusishwa pamoja na maradhi ya kansa. Yaani asilimia kubwa ya mtu ambaye anakuwa na tatizo la goita, mara nyingi kitaalamu wanahusisha na maradhi ya kansa. Yaani goita ina uhusiano wa karibu sana na kansa. Kwa hiyo nikawa napata matibabu Ocean Road, na wakati huo napata matibabu Jakaya Kikwete. Mwisho wa siku, baada ya kuwa nimetumia dawa zinazoitwa Kabimazole, ambazo kazi yake ni kuondoa sumu ambayo huwa inatokana na goita. Kawaida ya goita huwa inatema mate, yale mate yanazalisha sumu, ile sumu inavuruga mfumo mzima wa mwili. Kwa mwisho wa siku, baada ya kutumia kwa muda mrefu sana vidonge vinaitwa Kabimazole, nikaamriwa nichukue option moja katika mbili, ama nimeze vidonge vya mionzi ama nifanyiwe operation. Kwa hiyo nikamwambia chagua moja katika hayo mambo mawili, lakini wakaniambia kila moja ina riski ya maisha, kwa sababu kidongo kisha kimeza, kwanza kinatengenezwa Afrika Kusini ama India. Kwa hiyo unapomezeshwa kile kidonge, masharti yake ni kwamba kwanza unatakiwa ndani ya siku 7 umalize maji lita 40, yaani wastani wa lita 6 kwa siku. Lakini wakati huo unatakiwa ukae kwenye chumba ambacho ni self, kwa maana unalala, na wakati huo unajisaidia haja kubwa na ndogo peke yake, kwa sababu akiingia mtu mwingine ambaye ni mzima kwenda kujisaidia katika choo ambacho ndio nakitumia, anapata athari yule anaenda kujisaidia kwenye choo ambacho wewe unakitumia wakati huo umemeza kidonge ndani ya wiki moja. Lakini la pili, wakaniambia ukisha meza hicho kidonge hutakiwi kukaribiana na mtoto mdogo. Ukikaribiana anaathirika. Yaani mimi mgonjwa ndio nimemeza, yule mtoto hajakimeza kile kidonge, lakini kile kitendo cha wewe uliyemeza kidonge ukikaribiana na mtoto mdogo anapata athari. Otherwise huyo mtoto akukalie umbali usiozidi mita 3 ndio uweze kuongea naye. Vile vile hutakiwi kukaribiana na mama mjamzito. Hutakiwi kukaribiana na mama mjamzito. Akikukaribia mama mjamzito, kadhalika vile vile anaathirika yeye pamoja na mtoto aliyebebewa mimba. Sika mnimeleka hapa au nirudie? Maana ina faida kiafya. Ukimezesha hicho kidonge, hutakiwi vile vile kukaribiana na mama mjamzito. Akikukaribia mama mjamzito, na tunapozungumzia kukaribiana naye sio katika tendo la kujamiana, ni umbali, interval. Kutoka hapo ulipo mpaka yeye mama akukalie umbali wa mita 3, ndio usalama wake, yaani ndio muongee naye. Akikusogelea anaathirika mama pamoja na mtoto aliyebebewa mimba. Na vile vile wakaniambia kwenye operation
Hapa kwenye shingo kumepita mishipa mingi kwa namna Mwenyezi Mungu mwenyewe alivyotuumba sisi viumbe, ukiwemo na mshipa mkubwa wa uhai. Na ndio maana katika hukumu ya Kiislamu unapomchinja mnyama ili uhesabike umechinja, mbali na kutamka bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar, lakini sharti ukate ule mshipa mkubwa wa uhai. Kwa hiyo kaniambia hapa kuna mishipa mingi, ukiwepo mshipa mkubwa wa uhai. Kwa hiyo lolote katika operation lako laweza kutokea. Lakini alhamdulillah nilijaribu kuongea na daktari ili anipe ushauri katika hayo mambo mawili, nichukue jambo gani. Akaniambia kitaaluma haturuhusiwi kushauriana na mshauri mgonjwa. Kwa hiyo ni wewe na familia yako mkashauriane katika hayo mambo mawili, uchukue lipi. Kama alivyosema ndugu yangu, nikaongea na mke wangu na watoto wangu wawili, ndio ambao mimi naishi nao na ndio ambao ni Waislamu. Na bahati nzuri kuna mtu ambaye ni daktari, nisingeweza kumtaja, yeye akanishauri kama friendly kwamba Mwaipopo, chukua hatua ya operation, kwa sababu operation inang'oa ile mzizi mzima ule wa ule uvimbe. Kwa sababu baada ya operation madaktari wa Muhimbili wananiambia walitoa ukubwa wa kama ngumi mbili ya ule uvimba ambao ulikuwa umevimba kwenye shingo langu. Yaani ukubwa wa uvimbe ulikuwa sawa na kama ngumi mbili zilizotoka kwenye shingo langu. Kwa kaniambia mwachie Mwenyezi Mungu, na wewe ni mtu wa imani, fanya operation. Kidongo kimeza. Kesi ambazo tunazipata hapa za mtu aliyemeza kidonge mara nyingi ni nyingi, ambazo mgonjwa aliyemezeshwa kidonge huwa ugonjwa unarejea, kwa sababu inakuwa sawa na mtu ambaye amechoma magugu yameungua, lakini bado ile mizizi iliyo chini ya ardhi haijaungua. Kwa hiyo baada ya mvua tena mizizi inaota upya. Kweli nikakubaliana na wazo lake, ndio nikaamua kuingia kwenye operation, nikafanywa operation. Lakini kibaya zaidi katika operation kilichotokea ni kwamba waliondoa kinyama kimoja ambacho kitaalamu kila anaitwa bin Adam anacho hicho kinyama, kinaitwa thyroid gland. Hiyo thyroid gland ndiyo ambayo inaendesha viungo vya kila mwili wa mwanadamu. Unapoona mkono unafanya kazi, mguu unafanya kazi, macho yanafanya kazi, akili inafanya kazi, ni kwa sababu ya hicho kinyama kinachoitwa thyroid gland. Badala yake sasa natumia dawa zinazoitwa thyroxine mpaka kufa, na kila baada ya miezi miwili napimwa vipimo vinne. Napimwa kipimo kinachoitwa T3, T4, TSH na full blood picture, ili kuangalia homoni zangu zikoje, kwa sababu kawaida homoni wataalamu wanasema zisizidi 10. Zikizidi mwili unakuwa katika hali ya shagara bagara. Kwa kifupi, ndugu zangu Waislamu mliomo ndani ya ukumbi huu, kwa kukatisha tu kutokana na muda na karatasi imeletewa hapa, kifupi na kuombeni nyinyi binafsi na nawaomba wanaoniona na kunisikiliza kupitia on live kwenye mablogu haya, wanaoniona live, mimi niko kama mimi. Kwa hiyo naomba msaada wa hali na mali, kwa sababu gharama za matibabu ni kubwa mno. Kwa mwezi natumia karibu 300,000 kwa ajili ya dawa tu. Kibaya zaidi, hizi dawa za thyroxine nimeambiwa never miss kutokunywa. Yaani ili niishi ni lazima ninywe hivi vidonge vinavyoitwa thyroxine kila siku na mpaka kufa kwangu. Pasipokunywa mimi nakuwa katika mazingira hatarishi kabisa. Kwa hiyo kifupi ndio hivyo, nadhani ujumbe umefika.
kwenu nyinyi Waislamu umefika, na Mwenyezi Mungu kashuhudia kwamba nimewaambia. Najua Waislamu katika misaada namna hiyo tunakuwa wagumu sana. Waislamu ni wepesi sana kwenye kuzikana, alhamdulillah, wepesi sana kwenye kuzikana, na wote tunafahamu kuzika ni faradha kifaya, hata mtu mmoja anafaa. Kwa inshallah naomba hili ndugu zangu, kwa namna yoyote mlifanyie kazi. Namba zangu za simu, samahani, namba zangu za simu kwa wale ambao wanaweza kunitafuta kwa njia yote ile, namba zangu za simu ni 0717 43 72 70, 0717 43 72 70. Jina litatoka Abubakar Mweko. Nimalizia haya moja ya kuageni. Mungu anasema Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashiddahu 'alal kufar ruhamahu bainahum wama tawfiqi illa billah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Asante sana. Shukrani. Nafikiri ametoa namba zake ndugu yetu. Nafikiri mmemsikia ndugu yetu huyu Abubakar. Mtu ni kweli anastahili msaada. Kwa wale wana nafasi basi wamsaidie. Ni Muislamu mwenzetu, ndugu yetu katika imani, na kazi yake yote, maisha yake yote ni dawa. Hana kazi zaidi ya kumtangaza Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ana sababu zote za kumhurumia na kumsaidia. Hatutofikia kuwa waumini mpaka tupendane, na tuweze kupendana mpaka tuwe na huruma ya kuhurumiana. Sasa tunaendelea. Nafikiri hapa nina majembe kama 3 au 4. Kuna Dr. Sule, kuna Profesa Mazinge, kuna Dr. Mbogo, kuna ex-pastor kutoka Nairobi, kuna mtaalamu wa historia Kada, na tunaye Sharifu inshallah ambaye anaitwa Sharifu Hamis. Amekwisha fika kama mnavyomuona yuko